Utopian socialism na scientific socialism ni mifumo miwili tofauti ya uongozi. Lakini kuna utofauti gani kati ya utopian socialism na scientific socialism? Ungana nami katika makala hii ili nikujuze tofauti na ufahamu zaidi kuhusu mifumo hii miwili ya uongozi. Makala hii ni special request na ni special dedication kwa mpenzi mfuatiliaji wa makala za tathmini ya dunia, Bwana Rogers Witiko. Utopian socialism ni nadharia ya kijamaa inayotetea jamii bora inayojengwa kwa misingi ya usawa, haki na ushirikiano bila mapinduzi ya ghasia au migogoro ya kitabaka. Kulingana na wafasi wa nadharia hii, mabadiliko ya kijamii yanaweza kupatikana kwa njia ya amani kupitia mifano ya kijamii na kiuchumi inayowekwa na watu wenye nia njema. Nadharia hii ilijitokeza mwanzoni mwa karne ya 19 ikiwa na mawazo yaliyotolewa na waandishi kama vile Robert Owen wa Uingereza, Charles Fourier wa Ufaransa na Henry de Saint-Simon wa Ufaransa vilevile. Waliamini kuwa jamii inaweza kubadilika kupitia majaribio ya kijamii kama vile vijiji vya pamoja, cooperative communities, ambavyo vingehakikisha ustawi wa kila mtu. Tofauti na ujamaa wa kisayansi au scientific socialism ulioendelezwa baadaye na Karl Marx na Friedrich Engels, ujamaa wa kiutopia haukueleza kwa nini njia halisi za kufanikisha jamii ya kijamaa kwa kutumia mapambano ya kitabaka. Badala yake, ulitegemea matumaini kwamba wanadamu wataona faida za maisha ya kijamaa na kuikumbatia kwa hiari. Hata hivyo, licha ya kuwa na ushawishi mkubwa katika historia ya mawazo ya kijamaa, utopian socialism ulipingwa sana na wakosoaji kwa kutozingatia uhalisia wa kisiasa na kiuchumi katika kuleta mabadiliko. Utopian socialism ina sifa kadhaa zinazoiweka tofauti na aina nyingine za ujamaa, hasa ule wa kisayansi wa Karl Marx. Hizi ni baadhi ya sifa zake kuu. Moja, ujamaa huu unalenga kuunda jamii iliyojaa usawa, mshikamano na haki bila ukandamizaji au unyonyaji wa mtu mmoja na mwingine. Mbili, badala ya kushinikiza mapinduzi ya wafanyakazi dhidi ya matajiri, ujamaa wa kiutopia unaamini kuwa mabadiliko yanaweza kupatikana kwa maelewano na maamuzi ya hiari. Tatu, ujamaa huu unasisitiza umuhimu wa jamii ndogo zenye usawa wa kiuchumi na kijamii ambapo watu hufanya kazi pamoja na kugawana rasilimali kwa haki. Nne, utopian socialism unategemea wema wa binadamu na matarajio kwamba mtu atakubali kwa hiari mfumo wa kijamaa bila kulazimishwa. Tano, waandishi kama Robert Owen na Charles Fourier walijaribu kuunda jamii ndogo, cooperative communities, ambapo watu walifanya kazi pamoja kwa usawa kwa mfano wa dunia bora. Sita, mfumo huu unakosoa ubepari na athari zake mbaya kama unyonyaji wa wafanyakazi, lakini haipendekezi mbinu za kisiasa za kuondoa mfumo huo kwa nguvu. Saba, inaamini kuwa watu binafsi wenye maono kama wamiliki wa viwanda na wafadhili wanaweza kusaidia kuanzisha jamii ya kijamaa kwa kujitolea kubadilisha mifumo ya kiuchumi kwa hiari. Ingawa utopian socialism ilikuwa na athari kubwa kwa harakati za kijamaa, ilikosolewa kwa kuwa haikutoa mpango wa kivitendo wa kufanikisha jamii ya usawa, tofauti na ujamaa wa kisayansi wa Karl Marx ambao ulisisitiza mapinduzi ya wafanyakazi. Utopian socialism haikuwahi kutekelezwa kwa kiwango kikubwa kama mfumo rasmi wa kisiasa au kiuchumi, lakini mawazo yake yalijaribiwa katika maeneo mbalimbali duniani kupitia vijiji vya kijamaa, yani cooperative communities, na miradi ya kijamii. Baadhi ya mifano mashuhuri ya cooperative communities ni pamoja na: moja, New Harmony nchini Marekani mwaka 1825 hadi mwaka 1827. Jamii hii ilianzishwa na Robert Owen, mmoja wa waanzilishi wa ujamaa wa kiutopia. Ilikuwa jamii ya kijamaa katika jimbo la Indiana, Marekani, ambapo mali iligawanywa kwa usawa na elimu ilitolewa bure kwa wote. Mradi huu ulishindwa baada ya miaka miwili kutokana na matatizo ya kiutawala na ukosefu wa mshikamano kati ya wanajamii. Mbili, Phalansteres, Ufaransa, karne ya 19. Jamii hii iliundwa kwa mujibu wa mawazo ya Charles Fourier aliyependekeza jamii zilizoitwa Phalansteres, ambapo watu waliishi na kufanya kazi kwa pamoja kwa msingi wa usawa. Ingawa Fourier alihamasisha majaribio mengi ya kijamaa, nyingi zilishindwa kwa sababu ya ukosefu wa rasilimali na upinzani kutoka kwa serikali na jamii ya kibepari. Tatu, Ikaria, Marekani, mwaka 1848 hadi mwaka 1898. Jamii hii ilianzishwa na wafuasi wa Etienne Cabet aliyeandika kitabu cha Voyage en Carrière akieleza jamii ya kijamaa inayofanya kazi kwa amani na usawa.
Ilianzishwa Texas na baadaye ikahamia Illinois, lakini jamii hii hatimaye ilifilisika kutokana na migogoro ya ndani. 4. Kibbutzim, Israel, karne ya 20 hadi sasa. Jamii hii ingawa sio kabisa ujamaa wa kiutopia, kibbutzim za Israel zilianzishwa kwa misingi ya kijamaa ambapo watu waliishi kwa kushirikiana na mali pamoja na kazi. Mifano hii ilifanikiwa zaidi kuliko majaribio mengine kwa sababu ya mshikamano wa kijamii na misaada ya serikali. 5. Harakati za ushirika na vyama vya wafanyikazi Ulaya na Marekani. Ingawa sio jamii za utopian socialism kwa maana halisi, harakati hizi zilihamasishwa na mawazo ya usawa wa kiuchumi, mshikamano wa kijamii na manufaa ya pamoja. Ushirika wa wafanyikazi, vyama vya ushirika, cooperatives, na mifumo ya ustawi wa jamii, welfare states, vimechukua baadhi ya mawazo ya ujamaa wa kiutopia. Kwa ujumla, ingawa utopian socialism haikuwahi kufanikiwa kwa mfumo wa kitaifa, ilihamasisha maendeleo ya harakati za kijamaa, vyama vya wafanyikazi na mifumo ya ustawi wa jamii ulimwenguni. Tukija kwenye scientific socialism ni nadharia ya kijamaa iliyoanzishwa na Karl Marx na Friedrich Engels, inayotumia uchambuzi wa kisayansi wa kihistoria na uchumi kueleza jinsi ujamaa unavyoweza kupatikana kupitia mapinduzi ya kitabaka. Tofauti na utopian socialism ambayo ilitegemea ndoto za kijamii na maadili ya usawa, scientific socialism inategemea uchambuzi wa kihistoria na kanuni za kiuchumi ili kuelewa mabadiliko ya kijamii. Inasisitiza kuwa jamii inabadilika kwa mujibu wa sheria za kihistoria, hasa kupitia mapambano ya kitabaka kati ya wenye mali, mabepari, na wafanyakazi, proletariats. Misingi mikuu ya scientific socialism ni: 1. Historical materialism, uelewa wa historia kwa kutumia nyenzo. Hii inaeleza kuwa maendeleo ya jamii yanategemea uchumi na uzalishaji wa mali, sio maadili au fikra za watu binafsi. Historia ya binadamu ni historia ya mapambano ya kitabaka kati ya watawala wenye mali na walala hoi wasio na mali. 2. Class struggle, mapambano ya kitabaka. Marx alieleza kuwa historia yote ni mchakato wa migogoro kati ya tabaka linalotawala au mabepari na tabaka la wafanyakazi. Wafanyakazi wakishatambua class consciousness, wataanzisha mapinduzi na kuangusha mfumo wa kibepari. 3. Dictatorship of the proletariat, utawala wa wafanyikazi. Baada ya mapinduzi, wafanyakazi watachukua madaraka na kusimamia serikali ili kuondoa kabisa mfumo wa ubepari. Hii ni hatua ya mpito kuelekea jamii isiyo na tabaka na serikali, communism. 4. Abolition of private property, kuondoa umiliki binafsi wa vyombo vya uzalishaji. Scientific socialism inapinga umiliki binafsi wa viwanda, ardhi na njia za uzalishaji kwa faida ya wachache. Badala yake, vyombo vya uzalishaji vinapaswa kuwa mali ya umma na kutumiwa kwa manufaa ya wote. Na 5. Socialism as a transition to communism, ujamaa kama hatua ya kuelekea ukomunisti. Ujamaa ni hatua ya mpito ambapo mali itagawanywa kulingana na kazi za watu. Katika ukomunisti, kila mtu atapokea kulingana na mahitaji yake na serikali haitahitajika tena. Kwa hivyo, scientific socialism ni mfumo unaojikita katika uchambuzi wa kihistoria na kiuchumi kuelezea jinsi ujamaa unavyoweza kupatikana. Inasema kuwa ujamaa sio ndoto ya maadili mema, bali ni matokeo ya mchakato wa kihistoria na mapambano ya kitabaka. Mfumo huu umeathiri harakati nyingi za kijamaa na utekelezaji wake umeonekana katika nchi kama Urusi, China na Cuba. Sifa kuu za scientific socialism ni pamoja na: 1. Inategemea historical materialism, dhana inayosema kuwa maendeleo ya jamii yanatokana na uchumi na si mawazo au maadili pekee. Inachunguza historia ili kuelewa jinsi mifumo ya kiuchumi inayobadilika kutokana na mabadiliko ya uzalishaji na mapambano ya kitabaka. 2. Inaeleza kuwa historia yote ya binadamu ni historia ya mgongano kati ya tabaka la watawala au wenye mali na tabaka la wafanyikazi wanaonyonywa. Ukombozi wa wafanyikazi unafanikishwa kwa kuondoa mfumo wa kibepari na kujenga ujamaa. 3. Dictatorship of the proletariat, utawala wa wafanyikazi. Baada ya mapinduzi ya kitabaka, wafanyikazi watachukua mamlaka ya kisiasa ili kuvunja mfumo wa ubepari. Serikali ya wafanyikazi itasimamia mchakato wa kuondoa ubepari na kuleta ujamaa. 4. Kuondoa umiliki binafsi wa vyombo vya uzalishaji. Rasilimali kama ardhi, viwanda na biashara kubwa zinapaswa kuwa mali ya umma, sio ya watu binafsi kwa faida yao pekee.
Mali inagawiwa kwa misingi ya haki ili kila mtu apate anachostahili kulingana na kazi yake. 5. Ujamaa kama njia ya kuelekea ukomunisti. Scientific socialism inaeleza kuwa ujamaa ni hatua ya mpito kuelekea ukomunisti ambapo jamii itakuwa haina tabaka wala serikali. Katika ukomunisti, kila mtu atafanya kazi kwa bidii kulingana na uwezo wake na kupokea kulingana na mahitaji yake. 6. Uchumi wa mipango, planned economy. Uchumi hautegemei soko huria, bali serikali au jamii inapanga uzalishaji na ugawaji wa rasilimali ili kukidhi mahitaji ya wote. Malengo ya uzalishaji yanawekwa kulingana na mahitaji ya jamii badala ya faida binafsi. 7. Kupinga unyonyaji wa kazi. Mfumo huu unakataa mfumo wa ubepari ambao unaruhusu tabaka la matajiri kupata faida kwa kunyonya kazi ya wafanyakazi. Badala yake inataka kila mfanyakazi apate malipo kulingana na mchango wake katika jamii. Na 8. Internationalism, umataifa. Mfumo huu hauzingatii mipaka ya kitaifa pekee, bali inaamini kuwa mapinduzi ya kijamaa yanapaswa kuwa ya kimataifa. Inapinga ukoloni, ubeberu na unyonyaji wa mataifa maskini na mataifa tajiri. Scientific socialism inajikita katika tafiti za kihistoria na uchumi ili kuelewa na kutabiri mabadiliko ya kijamii. Inaamini kuwa mapambano ya kitabaka ndio njia pekee ya kuleta usawa wa kiuchumi na kisiasa, huku ikilenga kuondoa ubepari na kuanzisha ujamaa wa hatua ya kuelekea ukomunisti. Scientific socialism imekuwa msingi wa utekelezaji wa ujamaa wa ukomunisti katika mataifa mbalimbali duniani. Baadhi ya nchi zilizojaribu au kutekeleza mfumo huu ni pamoja na 1. USSR, Umoja wa Kisovieti, Urusi na mataifa ya Soviet Union, mwaka 1922 hadi mwaka 1991. Baada ya mapinduzi ya Urusi mwaka 1917, Vladimir Lenin aliongoza chama cha Bolshevik kuanzisha utawala wa wafanyikazi. Viwanda na ardhi viliwekwa chini ya umiliki wa umma. Uchumi wa mipango uliwekwa ambapo serikali ilidhibiti uzalishaji na ugavi wa bidhaa pamoja na utawala wa chama kimoja cha kikomunisti. Matokeo yake yalisababisha USSR kuwa nguvu kubwa ya kiuchumi na kijeshi, lakini baadaye ikaporomoka mwaka 1991 kutokana na matatizo ya kiuchumi na kisiasa. 2. China, Jamhuri ya Watu wa China, mwaka 1949 hadi sasa. Mao Zedong aliongoza China kupitia mapinduzi ya kijamaa mwaka 1949. Hatua alizochukua ni pamoja na ardhi kugawanywa kwa wakulima maskini, viwanda vilitaifishwa na kuingia chini ya umiliki wa serikali. Mpango wa The Great Leap Forward wa mwaka 1958 hadi mwaka 1961 ulijaribu kuimarisha uzalishaji wa viwanda na kilimo, lakini ulishindikana na kusababisha njaa kubwa. Baadaye China ilianza kurekebisha uchumi wake katika miaka ya 1980 chini ya Deng Xiaoping kwa kuchanganya ujamaa na soko huria. 3. Cuba, utawala wa Fidel Castro, mwaka 1959 hadi sasa. Baada ya mapinduzi ya mwaka 1959 huko nchini Cuba, Fidel Castro aliingia madarakani na kuanzisha ujamaa wa kisayansi. Hatua alizochukua ni pamoja na viwanda, mashamba makubwa na sekta za uchumi kutaifishwa, huduma za afya na elimu zilizoboreshwa kwa wananchi wote, pamoja na uchumi wa Cuba kutegemea sana misaada ya USSR hadi ilipoanguka mwaka 1991. Licha ya changamoto za kiuchumi, Cuba imeendelea kuwa na mfumo wa kijamaa huku ikifanya marekebisho fulani ya soko. 4. Korea Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, mwaka 1948 hadi sasa. Baada ya vita vya Korea mwaka 1950 hadi mwaka 1953, Korea Kaskazini ilijijengea mfumo wa ujamaa chini ya Kim Il-sung. Serikali ilichukua udhibiti wa uchumi wote, kilimo cha kijamaa na viwanda vya umma viliimarishwa. Mfumo wa Juche ulianzishwa ukisisitiza kujitegemea kiuchumi na kisiasa. Matokeo yake, nchi ya Korea Kaskazini imekabiliwa na matatizo makubwa ya kiuchumi na vikwazo vya kimataifa, lakini bado inafuata mfumo wa kijamaa wenye sifa ya udikteta na imefanya nchi ya Korea Kaskazini kuwa moja ya nchi zenye nguvu kubwa sana Asia. 5. Vietnam, Jamhuri ya Kijamaa ya Vietnam, mwaka 1946 hadi sasa. Baada ya kuungana kwa Vietnam Kaskazini na Kusini mwaka 1946, utawala wa kijamaa ulianza rasmi. Viwanda na ardhi viliwekwa chini ya umiliki wa serikali. Serikali ilidhibiti uchumi kwa njia ya mipango. Baada ya matatizo ya kiuchumi, Vietnam ilianza kufunga uchumi wake Doi Moi reforms tangu mwaka 1986, ikichanganya ujamaa na soko huria. Baadhi ya nchi zingine zilizojaribu kufuata scientific socialism lakini zilifanya mabadiliko baadaye ni pamoja na Ethiopia,
chini ya utawala wa Dutch, lakini uliporomoka baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1991. Angola na Msumbiji ambazo zilifuata ujamaa baada ya kupata uhuru, lakini zilibadilisha sera zao baada ya miaka ya 1990, pamoja na Yugoslavia ambayo ilifuata ujamaa lakini kwa mtindo wake tofauti na Urusi, hatimaye ikavunjika kuanzia mwaka 1945 hadi mwaka 1992. Scientific socialism imetekelezwa katika nchi nyingi duniani, hasa baada ya mapinduzi ya Urusi ya mwaka 1917. Ingawa baadhi ya nchi ziliendelea na mfumo huu, nyingi zilifanya marekebisho kwa kuchanganya ujamaa na soko huria. Mfumo huu umeleta maendeleo katika elimu, afya na viwanda, lakini pia umekumbwa na changamoto za kiuchumi na kisiasa. Sasa ninakuachia homework, wewe mfuatiliaji wa Tathmini ya Dunia na wewe ambaye umesikiliza makala hii. Homework ambayo nitakuachia ni unipe maoni yako kuhusiana na mifumo hii miwili. Ni ipi inafaa zaidi kutumika hapa barani Afrika? Nitupie maoni yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike makala zetu pamoja na kucomment ili uwe wa kwanza kupokea makala zetu kila zinaporua katika Tathmini ya Dunia.